tatu alizoenda mbele za Mungu na kwa kukesha sana, alikuwa na ombi moja tu. Ombi hilo ilikuwa ni Mungu, kikombe ni jumla ya yote aliyokuwa amekusudia ayapitie, yaliyokuwa yamempasa kupitia. Kwa kilikuwa ni kikombe chenye ujazo wa maneno machafu, mara mikuki, mara kutemewa mate, mara kuvikwa taji ya miba, mara kuziakiwa. Kilikuwa ni kikombe kilichojaa hayo yote: maumivu, mateso, dhihaka, dhiki, tabu na vyote. Kwa hiyo akarudia kuomba yale kwamba Bwana, naomba nisaidie. Kama ingekuwepo njia yoyote nyingine, kikombe hiki kingeniepuka, nisingepitia hapa. Lakini sio kama ninavyotaka mimi, ila wewe unavyotaka. Mapenzi yako yatimizwe. Ikiwa inanilazimu kupita hapa, nitegemeze nipite, nisikuaibishe. Niwezeshe wewe, isiwe kwa nguvu zangu wala kwa uwezo wangu. Kwa akarudia tena. Sasa wale ambao walikuwa hawajui atapitaje, hawakuona umuhimu wa kuomba. Lakini tunaona hapo baadaye imetokea kama alivyokuwa naomba kwamba ombeni msije mkaingia majaribuni kupitia mimi. Kupitia hapo ninapopitia msije na nyinyi mkaingia majaribuni. Tunaona maneno hayo yanatimizwa. Petro anachukua hatua ya kupigana na wale watu kimwili, wale maadui kimwili, kinyume cha kusudi la Mungu. Kwa hiyo ili uweze kuomba saa ya kuomba, ni lazima macho yako yaone mbali. Na tunaenda kuomba mbele za Mungu kwa sababu ya mambo makuu mawili tu. Jambo kubwa la kwanza ni mapenzi ya Mungu yatimizwe kwenye maisha. Yaani Mungu afanye kupitia sisi yale anayotaka yafanyike. Tutimilize wito wetu na mapenzi ya Mungu yatimie kupitia sisi. Kwa hiyo hatuwezi kwa nguvu zetu. Bwana tuwezeshe, Bwana Yesu tutegemeze, Bwana Yesu tutie nguvu, Bwana Yesu tuongoze. Alafu tusivuke mipaka ya mapenzi yake. Yaani ufanye chini ya makusudi yake, chini ya mapenzi yake, chini ya kusudi lake. Usitoke nje ya mapenzi yake, ili kazi ile isije ikawa ni hasara. Jambo la pili ni kuomba ili kukabiliana na upinzani ulio mbele ya hicho unachotaka kifanyike. Huo upinzani hauwezi kuondoka bila wewe kutamka neno. Hali ya hatari ndiyo ile unayoiona mbele yako, ndiyo inayokufanya uombe. Uwe na mzigo mkubwa wa kuomba. Hata kama udhaifu unakuja, uone si kitu. Jambo la pili, hali ya baraka unayoitaka, unayoiona mbele yako, hali njema. Tunapozungumza hali ya baraka, maana yake tunazungumza hali njema. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati anasema kuna mambo makuu mbele yako. Kuna uzima na mauti, alafu kuna baraka na laana. Mambo makuu mawili. Tena kayarudia pale. Hebu naomba tusome hapo mahali. Anasema hivi, mstari wa 30:15. Tazama naweka mbele yako leo uzima na mafanikio, mauti na maangamizo. Tazama naweka mbele yako leo uzima na mafanikio, mauti na maangamizo. Ninakuamuru leo kwamba umpende Bwana Mungu wako, utembee katika njia zake na kutunza maagizo yake, amri na sheria zake, ndipo utakapoishi na kuongezeka, naye Bwana Mungu wako atakubariki katika nchi unayoingia kuimiliki. Lakini kama moyo wako ukikengeuka mbali, ukawa huna utii, kama umevutwa kuisujudia miungu mingine na kuiabudu, na kutangazia leo hii kwamba hakika utaangamizwa, hutaishi maisha marefu katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba
ishi maisha marefu katika nchi unayoivukia Yordani kuimiliki na kuingia na kuimiliki. Leo ninaziita mbingu na nchi kama mashahidi dhidi yako, kwamba nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi sasa chagueni uzima, ili wewe na watoto wako mpate kuishi, na ili mpate kumpenda Bwana Mungu wako, kuisikiza sauti yake na kuambatana naye. Kwa kuwa Bwana ndiye uzima wako, na atakupa wingi wa siku, ili upate kuishi katika nchi aliyoapa kuwapa baba zako Abrahamu na Isaka na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, yanatamkwa mambo makuu mawili. Kwa hiyo maombi wakati wote yanalenga mambo makuu mawili mbele yetu. Jambo la kwanza ni tuombe tu Mungu atusaidie kutembea vile Mungu anavyotaka, kuyapata yale Mungu ametuwazia, yale anayotaka yatokee kwetu. Lakini hayo mema ambayo Mungu ameandaa, ule uzima ambao Mungu ameuandaa mbele yetu, na zile baraka ambazo Mungu ameziandaa mbele zetu, zina upinzani. Kuna upinzani mkubwa. Shetani hataki na hata kuja kupenda hata siku moja. Ndio maana unapokuwa unapitia magumu, hali ngumu kwa namna yote, usifikiri ndio Mungu aliyokuwa amekupangia hayo. Hayo yamekuja kwa sababu ya hali ya upinzani ambao umetokea mbele yako, na kwa sababu pengine ya kutokuomba kiasi cha kukabiliana na ule upinzani na kuushinda, ndio mambo mabaya yanatokea. Ndio dhiki zinatokea, laana, maisha magumu, hali mbaya inatokea. Lakini mawazo ya Mungu ni mema. Kwa hiyo tunapoomba lazima tuangalie hayo mambo makuu mawili ambayo Yesu alikuwa anayaona mbele yake. Alikuwa anaona akishinda pale msalabani, anakwenda kupata baraka ya milele na milele. Anakwenda kutukuzwa. Anakwenda kutukuzwa milele na milele, atakuwa ni mfalme milele na milele. Lakini akifeli kutokana na ule upinzani ambao ulikuwepo, unisikilize, yale mateso yaliyokuwa yameandaliwa kwa kiwango kikubwa, yalikuwa yanamtaka Yesu ailishe kupita pale, amkatae Mungu, agairi kuadhibiwa hivyo, kusulubiwa hivyo. Na yale maneno ya ziaka mengi yalikuwa yanachokoza Yesu akasirike, Yesu achukie ndani ya moyo wake, atende kinyume cha Mungu. Yamkini aanze kushindana, aanze naye kutukanana, aanze kufanya, wakati mapenzi ya Mungu ilikuwa akipita pale anyamaza, asije akakosea Mungu kwa namna yoyote ile, hata anapopita kwenye hayo mateso. Na ndio maana kwa kuomba kwetu, tunapopitia kwenye nyakati fulani ngumu, majaribu mengi, watu tunaingia kutumia akili zetu kushindana. Umeelewa? Wakati ilitakiwa tupite hapo katika mapenzi ya Mungu, tusimkosee Mungu katika kupita hapo, ili tusifikie zile baraka ambazo ziko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, naomba niwaambie kitu kimoja. Turudie tena na tena na tena na tena. Haijalishi vita ni kubwa na upinzani ni mkubwa kiasi gani, lakini saa tu wewe umechagua kuwa na Mungu na kupata baraka za Mungu, hakikisha kuomba kwetu, yaani haijalishi tunapita kwenye vita gani. Yaani unapokuta tu hujaomba, useme tayari nimeingia kwenye hatari, niko kwenye changamoto, yale mema ninayoyataka sitayapata, zile baraka ninazozitaka sitazipata, ile amani ninayoitafuta haitaonekana. Hata kama sasa hivi unaona una amani, hata kama sasa hivi unaona ni kama vile una mafanikio, lakini tu uone kuna hatari, kwa sababu kila unapoomba, kila itwapo leo, ndipo unadumisha amani yako ya leo, baraka yako ya leo, ushindi wako wa leo, ulinzi wako wa leo, afya yako ya leo unadumisha. Manake kama umepita kwenye amani leo, umepita kwenye baraka njema leo, unapoomba leo katikati ya hiyo amani, unaitafuta amani nyingine ya kesho, unaidumisha amani nyingine ya kesho. Kama kuna mahali umepita kwa kufanikiwa sana leo, manake unapoendelea kuomba katika hilo hali ya kufanikiwa, unaitengeneza kesho nyingine yenye mafanikio zaidi ya jana. Lakini tukishawishika kwa sababu leo ni amani, tukaona hakuna umuhimu, kwa sababu leo hakuna vita, tukaona hakuna umuhimu, tukaamua kunyamaza kimya, tukachukulia kawaida, kinachotokea ni kwamba tunalia machozi hapo mbele zaidi ya machozi ambayo ungelia. Kwa hiyo sababu za kuomba tunaziona hapa. Kuomba msaada
ili kutegemezwa au kuwezeshwa na Mungu katika mahali tunapotakiwa tupite. Kwa ndio maana tunaona Yesu anaomba, anasema Bwana nisaidie. Siwezi peke yangu, lakini niwezeshe. Naomba nitie nguvu. Anaomba pale, Biblia inasema mahali pengine kwamba aliomba mpaka machozi ya damu. Huo ni msisitizo. Jambo la pili, kuomba msaada wa kuizuia nguvu pingamizi, vikwazo vya pale tunavyotaka, ya yale mapenzi ya Mungu tunayotaka Mungu atataka kwetu tuyafanye. Kuna vizuizi vya afya, vizuizi vya kiuchumi, vizuizi vya muda, vizuizi vya matatizo, changamoto zinatokea, ulitaka ufanye hili, hauwezi kufanya, ulitaka uende mahali fulani, ukafanya jambo fulani, ulitaka ufanye kitu fulani, ulitaka ukahubiri, vinainuka vikwazo, vinainuka vipingamizi, ulitaka ukafanya shughuli hii ili ufanikiwe sawa sana unayowaza na maono ulionayo, hivyo vita viwezi kufanikiwa kwa sababu hapa katikati kuna upinzani. Jamani, Bwana asifiwe. Jambo la tatu, kuomba uwezesho wa kimungu kufanya kama Mungu anavyotaka. Kwa sababu unaweza ukafanya lakini si Mungu anavyotaka. Na ukifanya chochote Mungu asivyotaka, hakina baraka. Umepoteza muda wako. Hakina matokeo. Yaani haijalishi umetumia muda gani, lakini kama umefanya vile Mungu asivyotaka, umefanya kinyume cha Mungu, hicho kitu hakina baraka. Hakina matokeo, hakina mafanikio. Maana yako umeingia hasara, haijalishi muda ulioutumia, ila umeingia hasara kwa sababu hakuna faida yoyote utakayopata ndani yake. Jambo la nne, kuomba ili kuyatiisha mapenzi ya mwili. Katika jambo lolote ambalo ni mapenzi ya Mungu, Biblia inasema kwamba tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho. Hajasema kwa kuwa tunaishi katika mwili basi tuenende katika mwili. Tukiishi kwa roho na tuenende kwa nini? Kwa roho. Na ndio maana mahali pengine anasema ingawa tunaenenda katika mwili lakini hatufanyi vita vyetu kwa jinsi ya kimwili. Kwa sababu vita vyetu ni vya kiroho. Kwa unapoomba unaufunga mwili usihusike, akili za kibinadamu zisihusike katika jambo lolote tunalolifanya. Kwamba tunahubiri, mwili usihusike. Yaani mapenzi ya mwili yasihusike. Unaposema mapenzi ya mwili yasihusike, simaanishi hutavaa mwili katika kuhubiri. Na maanisha kwamba utahubiri kulingana na kile mwili unataka, badala ya kile roho wa Mungu anafanyaje? Anataka. Mfano, mwili ungetaka kuwapendeza wanadamu, kukubalika mbele ya wanadamu. Lakini roho wa Mungu atataka mapenzi ya Mungu, manaka analenga katika kile ambacho ni usalama wa nafsi ya mwanadamu. Ndio maana tunaona Yesu katika kuomba wakati wote akiwa anaenda milimani, akaenda katika bustani ya kule Mizeituni na kadhalika, alikuwa anaomba. Akitokea kuhubiri, haangalii sura ya mtu, haangalii cheo cha mtu wala umri wa mtu, anakuja anayatimiza mapenzi ya Baba. Na ndio maana walimshangaa wakasema, sio kama walimu wetu. Maana walimu walikuwa wanataka wapendwe na watu wawasikilize, na ndio wale wanaosema kwamba tuambieni maneno maraini yadanganyayo ili wafurahishe nafsi zao, wajitie moyo kwa jinsi ya kimwili, ingali wanaangamia. Na ndio maana tukisha kuja hapa ukagundua kuna hali ya udhaifu, kuna hali ya uvivu, hujisikii maneno yanaisha, ujue hiyo ndio saa pekee ya vita ambayo kama ni kuomba basi omba hiyo siku kuliko siku zingine. Lakini hii haitokani na nguvu zako, kwamba sasa utatumia nguvu yako ndavunja. Bado unatakiwa unyenyekee mbele za Bwana kwamba Mungu, katika hii hali nifanye nini? Nifanye kitu gani? Yamkini chanzo ni mimi, au kuna upinzani tu ambao sasa natakiwa nisimame kupigana, na unionyeshe ni silaha gani nitumie ili kupangua ule upinzani ulioko ulimwengu wa roho. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya. Nataka nikuambie mtu wa Mungu, usifikiri ni hekima kuona unaomba tumaombi Bwana katika no. Nguvu ya Mungu ikikufunika utatoa tu sauti, kwa sababu kutoa sauti sio kupayuka. Maana naona kuna hekima ambako shetani amewamalizia watu, wanafikiri ni maombi ya hekima. Hayo ni maombi yanayoonyesha udhaifu, kwamba ndani yako roho wa Mungu anayekutegemeza kukutia nguvu hayupo.
Ndio maana unaweza kaona kuchoka haraka, unaweza kaona hali fulani. Hapana, Biblia inasema ukijazwa na nguvu za Mungu. Mengine watakuambiaga tu kwamba aise, kwa kweli kulikuwa na hivi na hivi na hivi, ila wewe hujijui. Na ndio maana bila kujazwa nguvu za Mungu unafikiri kuna hekima kengi. Yaani akili inapohusika sana katika utumishi huu, hasa utumishi wa kuomba, utaona ni kama vile unasema sauti isijikasikika sana huko. Akili zako zinakukontrol. Kuna namna fulani ubinadamu naingia. Unajua wengi wamedanganywa hata katika hali ya kuomba, wanadhani kuomba ni yaani kuomba kwa sauti ni kupayuka. Na nataka nikwambie ukweli. Ukiconcentrate katika kuomba mapenzi ya Mungu, utaona Mungu, maana Mungu havuki mipaka yake. Atafanya mambo yote katika utaratibu ambao utakuwa baraka kwako wewe unayeomba na kwa yule anayesikia. Ndio maana kuna mtu anaweza kaomba hapa katika roho, wote tukatiwa nguvu, wote tukatamani tutembee kwenye hiyo line anayotembea nayo. Kwa nini? Anaongozwa na Roho wa Mungu sahihi. Usijifariji kuomba tumaombe tu kupiga magoti sasa mpaka unasinzia. Wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba ingawa nimeinama lakini nasinzia kabisa, mawazo yangu yako mbali na hiki ninachoomba. Alafu bado unajitia moyo, ukitoka hapo unasema nimetoka kwenye maombi. Hujaomba chochote. Na ndio maana unaweza kaona ulikuwa unakaa unaona udhaifu katika kukaa, unaamua kusimama na kutembea tembea. Kutembea tembea wakati wa kuomba sio ujinga. Sio upumbavu kama wengine wanavyodhani. Ni kumaintain, kujizuia na mambo kadhaa yanayoweza kukujia saa umetulia hapo. Simaanishi kwamba kupiga magoti ni vibaya. Na ndio kanuni ya kibiblia kuomba kwa kupiga magoti. Lakini sio sheria inayokufunga kwamba sasa huwezi ukasimama, huwezi ukatembea, huwezi ukakaa. Kutegemea tu saa hiyo. We unajua ukiwaza kufanya bora, mazingira ndio yatakayo kuongoza saa hii nafanya kilicho bora. Hata kama umekaa kwenye kiti mpaka unasinzia, alafu unamdanganya nani? Unamdanganya nani? Umepiga magoti mpaka wewe mwenyewe unaona kabisa unachoomba mpaka kinafarakana na mawazo yako, mpaka ulikuwa tunaomba hiki unashangaa naomba vingine tu. Huko ndio kupayuka sasa. Unapoona unaanza kujia vitu vingine ambavyo hata havikuwepo. Unaomba huko unasinzia, huko unaomba. Sasa huko ndiko ambako mbele za Mungu hakuna unachokifanya. Na ndio maana lazima useme hivi, muda huu ninaenda kuomba kweli, uombe. Unapoona kuna hali ya udhaifu, ufikiri ni kwa nini nisipoteze muda. Sitaki nipoteze muda, Bwana nisaidie nisipoteze muda. Nataka niombe. Na nataka nijue sababu ya kuomba ni nini. Hata kama ni maombi ya rehema mbele za Mungu na toba kwa jambo fulani unalolisikia, basi uombe kwa kumaanisha na kuthibitisha kabisa kwamba Mungu amenisikia rehema yangu au toba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka nikwambie, ishi leo. Ishi sahihi. Ukiishi jana na yale mambo ya jana, wale waliokuchukiza, wale waliokufanyia hiki, mume wako akakufanyia hivi, mkewe, watoto, jirani, nani, hivyo hutakutana na Mungu leo. Naomba kweli hutakutana na Mungu leo. Nataka tukaombe na tukaombe tukitangulia na kuabudu. Naomba kataa kabisa uzembe. Kataa kabisa hali ya kuona, yani kataa. Watu wa Mungu, tumekuja hapa, ni afadhali ungelala usingizi nyumbani kuliko ukaja hapa ukajidanganya kuwa nimeomba kumbe hujaomba. Ukiona roho inasema kata haraka haraka maombi, ujue tafuta kwa nini. Na nataka niwaambie kanuni ya kuomba. Usiombe tu kwa sababu wamekulazimisha tuombe hiki. Je, wewe unasikia nguvu ya kuomba hicho walichosema tuombe? Kumbe wewe Mungu anataka, kuna mahali anataka ujiconnect kwanza. Wewe
tafuta wingu linakupeleka wapi katika kuomba. Naomba usimame juu. Kama una afya na nguvu, usimame juu. Unaona nini cha kuomba mbele yako? Kwa sababu Biblia inasema kwamba pasipo maono ushindwa kujizuia. Uwezi ukaomba ukampendeza Mungu ukiwa nje ya maono unayoyaona ndani ya moyo wako. Mbele yako unaona nini? Kama ni katika eneo la huduma, utumishi, unapokuwa unaomba Mungu akutegemeza na kukuwezesha katika huo utumishi na katika hiyo huduma, ufanye kama Mungu anavyotarajia kwako. Tunataka kuhubiri, tunataka kufanya kitu vile vile Mungu anataka tufanye vile.